yako aje kufanya, unamlipa tu chapchapu kupitia huduma ya mchango. Fungua akaunti chap, mambo yaende vizuri. Karibu kwenye Kibiashara Zaidi. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi. Yes, karibu sana kwenye kipindi chako bora kabisa cha masuala ya biashara na uchumi, tukichambua masuala mbalimbali yale ambayo yanajiri kwenye upande huo. Na hivi juzi tumeshuhudia tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026 tume ikikabidhi ripoti kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako pale pia yametolewa mapendekezo mbalimbali, na kubwa zaidi ni masuala ya kodi ndiyo ambayo yamewasilishwa pale baada ya tume hiyo ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2024 baada ya kupita kukusanya maoni kwa wananchi, kwa wafanyabiashara wadogo, wakati wa juu, lakini pia taasisi mbalimbali, private sectors, sekta binafsi na wengine wote hao ambao wapo kwenye mnyororo huo. Basi wamewasilisha rasmi ripoti yao kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 18 mwezi Machi 2026, huku kukiwa na mapendekezo mbalimbali ikiwemo mapendekezo juu ya kubadilishwa jina kwa mamlaka yenyewe ya ukusanyaji wa kodi na mapato nchini Tanzania kutoka kwenye mamlaka kwenda kuangaziwa zaidi kama sehemu ya huduma, lakini vile vile wakipendekeza masuala mengine kama ya kupunguza wingi wa kodi na tozo kwa wafanyabiashara, lakini pia walipendekeza vile vile kuwepo na mfumo wa pamoja, lakini pia uwepo wa kadi ya malipo ya pamoja ikijumuisha vitu mbalimbali ambavyo vinapaswa kulipa. Mtu akitoka na kadi moja basi anamaliza vitu vinginevyo vyote. Lakini pia mapendekezo mengineyo ikiwemo pia kuwepo na elimu ya mlipa kodi, na kama hiyo haitoshi pia kuwe na ushirikiano mzuri na ushirikishwaji kwa wafanyabiashara na mambo mengineyo mengi sana ambayo yameweza kuwasilishwa na mwenyekiti wa tume hiyo, usi mwingine Ombeni Sefue, kwa niaba ya tume kiujumla akasimama mbele ya Mheshimiwa Rais na kuyazungumza hayo. Lakini pia tukamshuhudia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akipokea na akizungumza masuala kadhaa kuhusiana na mambo haya ya kodi. Karibu sana. Sasa kwenye Kibiashara Zaidi tukasema tujadili jambo hili muhimu sana ambalo kimsingi kwa wafanyabiashara wenzangu, sekta binafsi inaweza kuwa sehemu nzuri ya kufahamu mambo yako vipi. Na kubwa zaidi tunatazama mageuzi ya mfumo wa kodi Tanzania. Je, yataleta unafuu kwa wafanyabiashara na kukuza uchumi? Hilo ndilo ambalo tunaulizana. Kibiashara Zaidi. Tumemwalika hapa mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi. Huyu si mwingine Selemani Sombe, ambaye yeye amekuwa akichambua masuala mbalimbali, na sasa leo hii tuzungumze naye katika hili, nini mtazamo wake hasa, liko kwa namna gani, na vitu vinginevyo vingi sana tutazungumza naye kwa kina. Lakini vile vile tutapata nafasi ya kuwashuhudia wafanyabiashara kipi ambacho na wenyewe wanazungumza baada ya mapendekezo haya ambayo yametolewa. Nikushukuru sana kwa kuungana nasi Selemani Sombe, karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi. Mambo yanakwendaje? Mungu mwema, tuko salama. Bila shaka uliona kile ambacho kimewasilishwa. Kwa jicho lenu la kichambuzi na masuala ya uchumi, nini hasa mmekiona kwenye wasilisho lile, na nini hasa ambacho mmetoka nacho au wewe umetoka nacho kwa jicho la kichambuzi kwenye wasilisho la mapendekezo yale ya mifumo ya kodi na ubadilishwaji wa sheria na vitu kama hivyo kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Asante. Kwanza ni jambo zuri. Ni kweli nimesikiliza ripoti ya tume juu ya marekebisho ya kodi kwa hapa Tanzania, ambayo tunajua ina zaidi ya mwaka sasa tangu ilipoundwa. Kimsingi kama ambavyo umeliweka wazi, tume ile iliundwa ikiwa chini ya mwenyekiti wake wa tume ambaye ni Balozi Mheshimiwa Ombeni Sefue. Kwa wale wasiokumbuka, Ombeni Sefue ana historia nzuri sana ya kiutumishi katika nchi hii. Moja, ukiacha nafasi yake ya kutumikia nafasi mbalimbali ambazo alikuwa nazo huko duniani kama balozi wa Tanzania akiwakilisha mataifa mbalimbali, lakini Ombeni Sefue
katika utawala wa serikali ya awamu ya 4 na mwanzoni kabisa katika utawala wa serikali ya awamu ya 5, manake tunaanzia kwa Jakaya Mrisho Kikwete na mwanzoni mwa muhula wa John Pombe Magufuli, yeye ndiye alikuwa katibu mkuu kiongozi pale Ikulu. Kwa hiyo ni tume ambayo tunaweza tukasema kwamba haina mashaka yoyote katika kuakisi ni nini ambacho inaweza ikawa imetupatia ambacho tumekishuhudia juzi tarehe 18 mwezi wa 3 2026, wakati ambapo walikuwa wakitoa mrejesho wa nini ambacho wamekipata kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusiana na nini kinapaswa kufanyika ili kuweka mazingira rafiki kuhakikisha kwamba au ili kusudi kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa mapato ya serikali na ili kusudi mwisho wa siku nchi iweze kujitegemea uweze kufanikiwa vizuri. Lakini kama wasikilizaji wetu, watazamaji wetu watakuwa na kumbukumbu, ni kwamba kuna jina lingine muhimu sana lilikuwepo katika ile tume. Hili jina si lingine bali ni la Profesa Asadi. Profesa Asadi, kwa wale ambao pia ya CAG, ambaye alikuwa ni mdhibiti wa hesabu, mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Tunajua kazi yake na Watanzania wanajua kwamba haina mashaka yoyote. Kwa unapoona hiyo combination au huo muunganiko wa akina nani walikuwa katika hiyo tume, bila shaka unapata picha na ahueni ya kwamba matokeo au mrejesho ambao tumeupata kutoka kwenye ile tume hautakuwa na mashaka yoyote. Ndio. Yes, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakijikita hapo kwenye masuala ya kodi kuwa nyingi, yani kodi kuwa zinatozo tozo, yani kiufupi wingi wa kodi kama hivyo, athari kwa upande wao ilivyokuwa, lakini wengi wanaonyesha kupokea na kuishukuru serikali kwanza kuruhusu kuwasikiliza, lakini pia wakionyesha kwamba kuafiki kile ambacho kimewasilishwa na wakitoa mitazamo yao wafanyabiashara kwamba jambo hili likifanywa kazi vizuri basi wenyewe watakuwa zaidi, lakini pia tutakuwa kiuchumi. Sasa pengine masuala ya msingi Sombe tuyatazame hapa. Kwanza tungetazama maboresho gani ya haraka sana ambayo unayaona yakifanywa kazi kwenye mfumo huu wa kodi yanaweza kuongeza zaidi mapato kama ambavyo fanya biashara tumeshuhudia walichokizungumza. Serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, hatua aliyochukua ya kuunda tume na hatimaye wanatume hao kwenda kuwasikiliza wadau mbalimbali waliopo katika sekta ya biashara ni hatua nzuri ya kupongezwa. Sasa tukirudi kwenye swali lako la msingi kwamba ni nini ambacho wadau wanapaswa au marekebisho yanayopaswa kuzingatiwa ili kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kupata mapato yake kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Hatua ni nyingi. Kwanza, boresho muhimu kabisa ambalo tunapaswa kuanza nalo au serikali inapaswa kuanza nalo ambalo tume imelibaini pia ni elimu kwa mlipa kodi. Unajua walipa kodi wengi ambao tunao kimsingi uelewa wa namna gani serikali inafanya kazi na kwa nini inapaswa kukusanya kodi na kwa nini wafanyabiashara na wadau mbalimbali wanapaswa kulipa kodi, kwa muda mrefu umekuwa ni uelewa duni. Na labda kwa watu ambao hawaelewi, tuwasamehe pia watu kuwa na mtazamo huo. Unajua miaka ya nyuma nchi hii wakati inaanza kujitafuta, hasa baada ya kutoka kwenye harakati za kujitafutia uhuru, mwaka 1967 nchi hii iliingia katika mfumo wa chama kimoja, mfumo wa kijamaa. Sasa mfumo wa ujamaa ulikuwa unamaanisha kwamba serikali ndiye mlezi wa kila kitu katika taifa husika na hasa Tanzania. Na mfumo ule ulikuwa namna yake ya kufanya ufanyikazi ulikuwa unataka serikali ndiye atafanya shughuli zote za kimaendeleo katika nchi. Na kwa lugha rahisi, ndio maana kipindi hicho watu wote waliokuwa na pesa binafsi na miradi binafsi walikuwa wanachukuliwa kwamba ni maadui wa taifa. Sasa tuliporudisha nchi katika mfumo wa uliberali, maana ya mfumo wa soko huria, mfumo ambao unaruhusu watu binafsi kuingia katika harakati za uchumi. Hii ni miaka ya 80 sasa, mara baada ya Mwalimu kung'atuka 1985. Sasa watu ndo wanaanza kuundiwa tume kwa ajili ya kukusanya kodi. Sasa hili lilikuwa linaleta picha ambayo wengi walikuwa wanaona sasa ni mambo gani? Mbona serikali ndio ilitakiwa kuja kujenga shule,
kujenga vituo vya afya, hospitali na kadhalika. Kwa nini sasa tunaambiwa tuanze kutoa kodi? Hapo ndo unapata umuhimu wa kwa nini elimu inapaswa kuwa endelevu. Kwanza ni elimu. Lakini la pili, huwezi baada ya kutoa elimu unatakiwa ujue sasa hao watu ambao unaenda kuwaelimisha wana motisha gani ili kuweza kupokea huo mfumo wa elimu na hayo mabadiliko ya kodi. Watu wetu wako karibia milioni 71, ni zaidi ya milioni 71 hivi sasa tunavyozungumza, kwa mujibu wa Tume ya Takwimu ya Taifa NBS. Biashara zaidi. Unapokuwa na takwimu ambazo zinatoka Tume ya Taifa ya Takwimu inakuonyesha kwamba tupo zaidi ya watu milioni 70, inamaanisha kwamba huo ni mtaji mkubwa sana. Kwa hiyo lakini katika watu milioni 70 lazima tujue wenye uwezo wa kufanya kazi ni wangapi. Kama tutakuwa na watu chini ya milioni 40 wanaofanya kazi, hilo litakuwa ni kosa kubwa. Kwa hiyo kazi ya pili ya serikali inapaswa kuhakikisha kwamba katika watu milioni 70 tulionao, tuchukulie milioni 30 ni wazee na watoto ambao wako shule, na wazee manake wamepumzika nyumbani, hawana uwezo wa kufanya kazi, lakini hao wengine ni vijana ambao wako shule, hawana uwezo wa kufanya kazi. Ila hawa milioni 40 ni lazima serikali kuhakikisha kwamba wanafanya kazi, kwa watumike. Sasa kufanya kazi hakuna maana kwamba watu wote waajiriwe na serikali. Serikali na watumishi ambao hawafiki hata 600,000 nchi nzima, katika watu milioni 70 watumishi wa serikali hawafiki 600,000. Sasa kama hawafiki 600,000, maana yake asilimia kubwa ya hao watu milioni 40 wanafanya kazi katika sekta binafsi. Na kama hawafanyi kazi katika sekta binafsi, ni lazima wafanye kazi katika sekta binafsi. Kwa lugha nyingine, tutengeneze uhusiano mzuri kati ya sekta binafsi na serikali. Serikali isione uwepo wa makampuni binafsi au watu binafsi wanaoanzisha shughuli zao mbalimbali kama tishio la uwepo wa serikali husika. Serikali inapaswa kuona hawa ni wadau. Lakini la tatu muhimu sana, ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Itakuwa ni aibu kwa nchi kubwa kama Tanzania hii ambayo tumeshasema na watu milioni 70, na watu waelewe, katika watu hawa milioni 70 manake kunaifanya Tanzania kuwa taifa la 5 katika bara la Afrika, katika nchi 52 kuwa nchi yenye watu wengi zaidi katika bara la Afrika. Huo ni mtaji mkubwa. Sasa watu hawa kama hawataingizwa katika mfumo wa kiteknolojia, tutakuwa tumeirudisha nyuma sana nchi. Sasa tunapozungumzia sayansi na teknolojia katika kuimarisha malipo mbalimbali ya kikodi, tusiruhusu kwa namna yoyote ile pale kutengeneza mianya ya watu kuanza kulipa kodi mbalimbali na mienendo mbalimbali kwa mkono. Ulimwengu wa physical, kwa maana ulimwengu wa kugusana sasa hivi unaachwa. Ni ulimwengu ambao kila kitu kinapaswa kuishia kiganjani. Ndio maana tulianza kuwa na makompyuta na kadhalika. Bahati nzuri wenzetu huko mataifa mbalimbali wameshabuni mifumo mbalimbali ya kuturahisishia kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali mitandaoni. Kwa hiyo kama kweli serikali itataka kuimarisha mapato yake, ihakikishe hawa watu milioni 40 wenye uwezo wa kufanya kazi waandikishwe katika mifumo rasmi. Tujue kila mmoja, huyu ana kibanda cha kuchoma chipsi, huyu anachoma miogo, huyu ana bustani zake, huyu ni mkulima, huyu ana genge, ni mfanyabiashara na kadhalika. Wawe kwenye mfumo, waandikishwe kwenye mfumo, na tuwawekee kiwango ambacho kila mmoja kiwe kinampa urahisi na urafiki wa kufanya wa kukilipa mtandaoni, sio mkononi. Unaona? Lakini muhimu sana, tunazungumzia mifumo ya kuandikisha watu kwenye mitandao na shughuli zote ziishie huko. Lakini kuna haja kubwa sana, kubwa kweli kweli, kuhakikisha kwamba hawa maafisa wa kodi ambao sasa hapa ni Mamlaka Mapato Tanzania, ambayo kwa mujibu wa tume wadau wanasema ibadilishwe jina iwe ni Mamlaka ya Huduma za Mapato Tanzania, ambalo ni jambo zuri sana. Wasiwe na lugha ambazo au sera ambazo zinakatisha wafanyabiashara kufanya nini? Kuanzisha biashara au kufanya kazi zao. Kwa mfano, kijana ametoka chuo au ametoka tu form 4 amekuja kuanzisha biashara yake, ndo anaanza biashara yake, ana mtaji wa 50,000 au 100,000, 200,000. Sisi tuna mfano huko mtaani, watu wanaanzisha biashara kwa mtaji wa 50,000, anaanza kuchoma mihogo. Asianze kutengenezewa mazingira magumu ya kuja kulipa kodi, apewe muda wa matazamio, ikiwezekana miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Sasa kuna kosa moja ambalo nimeliona.
Serikali wakati fulani tumesikia hapo inasema inatoa muda wa matazamio ukianzisha biashara miezi 6 au mwaka mmoja, si ndivyo? Lakini serikali, kwa maana mamlaka ya mapato Tanzania haitakuja kukudai kodi hicho kipindi, lakini unakuta serikali ya mtaa na yenyewe ina sheria zao za kodi pale, inakutaka ushuru au halmashauri, kwa maana TAMISEMI wanakufuata, wanataka hivyo vikodi na nini. Hapana, kwa kuna haja ya kuunganisha sera za TAMISEMI ambazo zinapatikana huku mitaani kwetu na vijijini kwetu zioane na sera za mamlaka ya mapato Tanzania, kwamba kama tumesema wafanyabiashara wanaoanza wapumzike kwa miezi 6. Na nimeona tume pia wamependekeza kwamba kuwepo na hiyo matazamio kwamba mtu sasa akianza biashara ile huo mwaka unakuwepo kweli, yani bado ni mapendekezo of course. Kwa hiyo inaweza ikasaidia kama ulivyochambua. Sawa, mapendekezo mengine ni yapi hasa? Tuende kwenye jambo jingine pengine kwa mtazamo wako ya haraka. Kwenye mapendekezo hapa naomba lizingatiwe, uzalendo ni muhimu sana kwa taifa. Yaani haya yote hayawezi kufanikiwa kama uzalendo wa serikali, kwa maana serikali hapa tunazungumzia watumishi wale wanahusika na mambo ya mapato pamoja na wananchi wenyewe. Isitokee tukatengeneza mazingira ambayo watu wetu wanakuwa wanalihujumu taifa. Unalihujumu kwa namna gani? Ulipaswa kulipa kodi 70,000 labda katika msimu wa mwaka mzima. Unaenda unawasiliana kwa njia isiyokuwa rasmi na watu wa mamlaka mapato, wanakuambia hebu tupe 20,000, alafu hiyo 20 nyingine ndo uilipe serikali. Huo ni wizi kwa taifa. Sasa wizi kwa taifa unatibiwa kwa kuwa na uzalendo. Kibiashara zaidi. Nafikiri umezungumza mambo mengi sana. Uzalendo, umezungumza kubadilishwa kwa jina tume yenyewe kutoka mamlaka kwenda kwenye huduma. Umezungumza pia masuala ya tehama, moja ya mapendekezo na vitu kama hivyo, lakini kimsingi yote haya ni maeneo ambayo unaona yakifanywa kazi kwa haraka yanaweza yakatusaidia. Lakini tumewasikia, nimezungumza na wafanyabiashara na moja ya kitu ambacho wamekuwa kikazia zaidi ni masuala ya kodi sana. Wamezungumza sana hapo, kupunguzwa, kuwekwa sawa na vitu kama hivyo. Kwa mtazamo wako, nafikiri kupunguzwa kwa viwango hivi vya baadhi ya kodi kutasaidiaje sasa, ama kutapanua vipi wigo wa walipaji wa kodi, wafanyabiashara, private sectors hizo na nyinginezo, kuwa kama sehemu ya kuongeza mapato kwa muda mrefu kwa taifa na kuchangia uchumi kwa mtazamo wako? Mpaka kufikia mwaka 2025 ambao ni mwaka jana, tulikuwa na walipa kodi wasiozidi milioni 7. Hiyo picha kwanza ni alama nyekundu hiyo, kwamba tuna watu milioni 70 lakini wanaoendesha nchi hii ni watu milioni 7 tu. Hiyo ni dhambi kubwa sana. Lakini lazima tujiulize swali la msingi, ni kwa nini tumefikia hatua ya kuwa na walipa kodi milioni 7 tu? Na hiyo imepanda. Kumbuka mwaka 2021-22 tulikuwa watu milioni 2.8 tu ambao ndio walikuwa walipa kodi katika nchi. Maana yake tumetengeneza mazingira ya watu wengi kutokuwa walipa kodi. Watu wengi hawafanyi kazi, au wanafanya kazi lakini kazi zao hazitambuliwi, hatujaziandikisha. Sasa inawezekana kuna sababu. Moja ya sababu ambayo inapelekea kuwa na walipa kodi wachache kosa. Kwa namna moja hapo ambayo inaweza kufanyika ni kupunguza hivi viwango ambavyo tunatoza walipa kodi walioko sasa ya milioni 7 vishuke, ili tuwahamasishe hawa wengine ambao bado hawajajiandikisha waingie huko wakiwa na viwango vichache zaidi vya kulipa kodi. Kwa mfano, umesikia na tunajua Watanzania wengi wanapenda kuendesha magari. Au mzee upende kuendesha gari? Na niona umekuja na gari hapa. Sasa hiyo ni mtaji. Ukishaona watu wako wanapenda kufanya kitu fulani au wanapendelea mfumo fulani wa maisha, hiyo ni nini? Ni mtaji. Sasa pale TRA, pale bandarini kwa mfano, unaambiwa mtu anaagiza gari la milioni 20, alafu kodi siku gari likifika hapa ukimuuliza mpaka unaanza kuliendesha umechajiwa shilingi ngapi? Anakuambia jumla nimelipa labda milioni 32. Maana yake kulikuwa kuna kodi ya milioni 12 juu. Kumbe kitu ambacho tunaweza tukakifanya, tupunguze kodi hizi za uagizaji wa bidhaa kutoka nje, ili Watanzania wengi wamiliki hiyo bidhaa wanayoitaka. Hii bidhaa ikishaingia hapa, ili gari litakuwa linanunua mafuta, likijaza mafuta litakutana na kodi kule kwenye kituo cha mafuta. Kwa hiyo unaweza kuhamasisha watu wako kwa namna hiyo kuwa wengi wanaotumia bidhaa mbalimbali, lakini kwa namna hiyo unaongeza wigo wa walipa kodi. Unafikiri haya ambayo yamependekezwa, haya ambayo yamezungumzwa na wafanyabiashara
yakifanyika kikamilifu yatatuinua vipi kiuchumi hasa? Yaani mpaka mwaka huu takwimu za uchumi za Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa IMF zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya 11 kwa ukubwa wa uchumi katika bara la Afrika. Maanake sisi tupo katika nafasi ya kuingia katika 10 bora, na nimeangalia katika zile takwimu mataifa yanayotuzidi, mataifa madogo madogo sana. Nchi kama Angola au Ghana au Ivory Coast sio nchi ambazo zinapaswa kuizidi Tanzania. Kwa tuna nafasi ya kuingia katika uchumi katika zile nchi zenye chumi kubwa 10 Afrika, na huenda tukaingia 5 Afrika. Lakini hili tu linawezekana endapo tutakuwa na nidhamu ya ukusanyaji wa mapato yawe mengi, lakini pia nidhamu ya matumizi ya kusanya yakaenda kwenye barabara. Barabara zinagusa mwananchi kila mmoja katika taifa. Lakini ukipeleka kwenye maji ni kero. Sasa unaweza ukashangaa kwenye jiji kama Dar es Salaam unaambiwa maji ni shida. Umepiga picha huko mikoani na vijijini, hali itakuwaje? Kwa hiyo hizi pesa zikikusanywa, mapato yakusanywa vizuri, manake yataenda kutatua kero ambazo zinawasumbua wananchi wetu kila siku. Na tunapotatua kero za wananchi, maana yake wananchi wanakuwa na mtazamo chanya juu ya serikali yao. Kibiashara zaidi. Shukuru kwa uchambuzi wako makini ambao umetukuka. Bila shaka watazamaji wetu kuna kitu kizuri kabisa wamechukua kutoka kwako, na bila shaka tutakukaribisha wakati mwingine. Au na la kuhitimishia hapo kwenye haya ambayo tulikuwa tunayazungumza? Mimi wito wangu ni kwamba tulipe kodi, tusiogope. Hakuna nchi ambayo inaendeshwa bila kodi. Hata hayo mataifa ambayo yanatusaidia duniani, Marekani, Uingereza, Afrika Kusini na mataifa ya kaskazini mwa Afrika, maendeleo tunayoshuhudia katika mataifa ni kwa sababu ya kodi. Bila kodi hakuna kitakachotokea. Lakini muhimu zaidi ni nidhamu ya matumizi ya kodi. Na hii nidhamu inatoka wapi? Kwa viongozi wa serikali ambao wananchi wamewapa dhamana kwa ajili ya namna bora ya kuzitumia hizo kodi wanazozikusanya. Naam, mtazamaji, kuna kitu umepata kutoka kwenye Kibiashara Zaidi leo hii tukichambua kuhusiana na mifumo ya kodi. Tumeanza vile ambavyo tume ile ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyoanza mchakato wake kupokea maoni, lakini pia taarifa ama ripoti ambayo imewasilishwa kwake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwa tume hiyo. Tukasikia maeneo yale ambayo wameweza kushauri, lakini pia tukasikia wafanyabiashara changamoto zao ambazo walikuwa wakipitia kutokana na yale yalokuwa yanaendelea, lakini pia wamepokeaje yale mapendekezo ya tume yenyewe kuhusu wao wafanyabiashara. Na mwisho umemsikiliza hapa mchambuzi akitupa insight yake vizuri kabisa kuhusiana na hiki. Bila shaka umechukua mambo mengi sana. Nikushukuru kwa wewe ambaye ulikuwa unatutazama kwa wakati wote huo. Langu jina ni John Lawrence Upokela. Hii ni Kibiashara Zaidi, na nikwambie tu sitaishia hapa. Hii ni sehemu ya kwanza. Umesikia uchambuzi, umesikia wafanyabiashara. Vipi kuhusiana na sekta nyinginezo, sekta binafsi hizi, hasa chemba kama za wafanya biashara wakubwa wale wanatuambiaje? Kwa hiyo tutaendelea kuwatafuta upande huu mwingine na wenyewe kusikia uchambuzi wao hasa huko kwa namna gani. Shukrani, mpaka wakati mwingine, kipindi kijacho. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi. Memalizia hapo nikikukumbusha kwamba kupitia mchango huduma hii itakusaidia wewe kuweza kuchangia pia kama una shughuli yote, harusi, send off, kitchen party, baby shower, pre-wedding, mambo ya vikoba, watu wanaenda vacation. Unajua hata vacation ya Easter watu pia wanaenda. Ndio. Watu wanaenda kupumzika, mambo mengine kama hayo. Cha kufanya, ingia Mix Super